Yusufu, dakika 90 zinakamilika, Simba tayari ameshapoteza bao 2-0. Ni mechi ya pili mfululizo. Nakumbuka mara ya mwisho wanakutana na Azam pia walitoa mabao 2-2, si ndio? Lakini leo wamepoteza mbele ya Azam. Unazungumziaje mchezo huu wa siku ya leo kwanza? Ulikuwa mchezo mzuri sana kwa upande wa Simba. Ni kitu ambacho nimekiona. Inawezekana kuna tofauti ambazo zipo baina ya wachezaji na uongozi, wanabidi wazimalize. Inawezekana wachezaji wanakosa posho kwa wakati ama mishahara, mimi sijui, lakini kuna nafasi ambazo ulikuwa unaziona Simba anapaswa kuandika mabao, lakini vitu vinakuwa tofauti. Naamini Simba angeweza kuwa makini kwenye mchezo wa leo. Wao ndo walikuwa wa kwanza, dakika 45 kipindi cha kwanza tu walikuwa wanaondoka na mabao karibia hata 3 au 2, lakini unaona namna ambavyo Simba wamekuwa na shida kwenye eneo la ushambuliaji, na moja kati ya timu ambayo ina wachezaji bora sasa sana hususan kwenye eneo la ushambuliaji ni pamoja na Simba. Ina wachezaji ambao kwa vilabu vingine kama Young Africans, Azam FC inawapata wachezaji, basi inawezekana timu ikawa tishio sana, lakini Simba na kila kitu ambacho sifikiri kuna shida gani, lakini inawezekana tukawa tunazipeleka lawama kwa makocha moja kwa moja, lakini bado kuna changamoto kubwa sana kwa sababu kocha wa Simba, meneja aliondoka kwa sababu hii, si ndio? Lakini kilichotokea mchezo wa leo, lawama ukizipeleka kwa Matola, manake unaokosea mpira heshima, kwa sababu anafanya kila kitu. Selection ya kikosi alichoanza nacho, of course inawezekana akikuonekana kuwa bora hivyo, kuna baadhi ya watu wanatamani angeanza Nabi Kamala, wengine wakisema kina Jonathan Soa alipaswa kuanza, kina Jansha Lea lakini bado uko unaona maamuzi ambayo kocha anapaswa kuyafanya kwa wakati. Lakini dakika 90 zinatamatika, magoli ya kizembe kabisa ambao wanafungwa Simba. Mimi naamini inawezekana kuna changamoto kubwa sana. Inawezekana ni jambo ambalo linachukuliwa kawaida, lakini kama Simba watamaliza changamoto zao kwenye uongozi, kwa sababu kwa taarifa ambazo zipo ni kama kuna baadhi ya viongozi na wachezaji wake, huyu ana fungu lake la wachezaji. Kwa hata unavyoenda uwanjani, ikiwa kuna sintofahamu baina yao, ni rahisi kuambia ukipata nafasi ya kucheza fanya 1 2 3. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana ambayo inawatafuna Simba. Mechi ambazo unapaswa kushinda kuzipata alama 3, unadondosha alama kirahisi kabisa. Kwa mchezo wa leo Simba alikuwa anaondoka na alama yoyote, yani amezikosa 3 basi hata alama 1, lakini dakika za mwishoni kabisa tazama kinachotokea. Kwa hiyo kwangu mimi lawama ukiniambia nimpelekee kocha, binafsi sioni kama kocha alikuwa na makosa yoyote, lakini lawama inawezekana ziende kwa wachezaji moja kwa moja, uongozi sasa amalize tofauti zao. Kipindi cha pili Simba kimebadilika nini kupelekea Azam kubuka na ushindi? Tuongelee kiufundi kidogo. Kitu cha pili ambacho kilibadilika, kwanza tayari Azam FC walikuwa wanaona ni kama inawezekana. Kipindi cha kwanza ni kama waliwaacha Simba waweze kucheza mpira, lakini wamerudi second half, kocha Ibenge akawa tayari ameshaona ubora wa Simba na udhaifu uko wapi. Akaanza sasa kutoa mbinu zake kwa wachezaji, namna ambavyo ya kwenda kutekeleza kila alichokuwa anakihitaji. Ukaanza kuona tayari Azam wanabadilika kwenye eneo la katikati. Mwanzoni walianza na Sedio Kanute, baada ya kutoka akaingia Kaminko. Unaona tayari ni kama Simba akawa nafikika kirahisi, na ndo muda ambao kocha anafanya maamuzi pia ya kumtoa Arasani Kante. Kwenye mchezo wa leo mchezaji ambaye amefanya kila kitu vizuri ni pamoja na Kante, lakini bado uoni kwenye kile ambacho timu kama Simba inapaswa kuwa nacho na kikosa. Nafikiri haukuwa mchezo mgumu sana kwa Simba. Ulikuwa ni mchezo ambao Simba alikuwa anaondoka na alama, yani alama 3 au alama 1 Simba alikuwa anaondoka nao kwenye mchezo wa leo, lakini baada ya dakika 90 makosa ambayo wameyafanya tayari wanakwenda kuwagharimu. Kwa hiyo kiufundi nafikiri Azam walikuwa bora sana, hawakutaka kupishana na Simba muda mwingi, lakini pia walijua madhaifu na ubora wa Simba uko wapi, and then wakawa wanatumia kama faida. Kwa mchezo wa leo Faisal ambaye amekuwa hatari sana, hakuwa na movement nyingi sana, lakini utapenda kitambara bora namna ambavyo alikuwa na wakati mzuri sana. Tokea dakika ya kwanza ya mchezo alianza kuonyesha huo hatari, na unarudi kwenye hilo eneo na mkosa mchezaji kama Lucien Derogo ambaye amekuwa ni chaguo la kwanza na ubora wake kila mtu anajua. And then baada ya hapo ukaanza kuona sasa ni kama Simba anapoteza umakini kwenye eneo la kujilinda, wanaruhusu bao. Uwezo wa Wilson Nangu licha ya kuruhusu bao 2, lakini ni kama mchezaji ambaye anamwaga damu na jasho kwa ajili ya timu. Inawezekana mchezaji ukao unajitoa sana, lakini kama upati support kwa wachezaji wenzako bado hatuto kuzungumza kwenye daraja la huo ubora. Lakini kwa namna ambavyo nimemtazama, ukiniuliza man of the match kwenye mchezo wa leo kwa upande wa Simba nitakwambia ni Wilson Nangu.
lakini kuna nafasi ambazo ukienda sasa kwenye eneo la mwisho, yani kuanzia nyuma kwa ma center back, eneo la katikati Simba anatoka vizuri, lakini shida iko mbele. Kuna nafasi ambayo Joshua Mutale tayari goalkeeper ameshatoka golini, ni yeye na goli akashindwa kufunga huo mpira. Kuna shuti ambalo amelipiga Elim Panzu nje ya 18 linagonga nguzo. Utegemea Steven Dese Mkwala kwa ubora ambao alikuwa nao msimu uliopita, alikuwa miongoni mwa wafungaji ambao walikuwa na nyakati bora sana, lakini anashindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo nadhani walichokifanya Azam walistahili kuondoka na alama 3 kwenye mchezo wa leo, kwa sababu amejua kutumia madhaifu ya ubora ambao waliuona kwa Simba, lakini pia waliona ubora na madhaifu wakaweza kuyatumia kama faida kwa upande wao. Magoli, lakini tunaona save nyingi ambazo amezifanya kwenye goli lake, bado hatoshi mbele ya Musa Pimpini Kamara. Ukija hata kwenye daraja tu la Kamara na Yakubu, bado Kamara ni bora mbele ya Yakubu, na naamini Simba anaendelea kumwamini kwa sababu Kamara yuko kwenye majeraha, lakini angekuwa kwenye ubora wake sifikiri kama angekuwa chaguo la kwanza. Kwa hiyo amekuwa mchezaji mzuri kuanzia hata kwenye mchezo uliopita alionyesha kiwango kizuri sana, lakini bado kuna makosa ambayo kwa goalkeeper wa daraja la klabu kama Simba upaswi kuwa nayo. Mtazame namna ambavyo anarejeshiwa mipira, lakini kuna namna ambavyo unaona kuna baadhi ya mipira unapaswa kuidaka and then anafanya maamuzi ambayo ni tofauti. Kwa hiyo bado si mchezaji ambaye anapaswa kuwa wa kwanza mbele ya Kamara. Tukiachana na mapungufu ya uongozi ambao umezungumza kwamba ni karimu timu kwa namna moja ama nyingine, binafsi kwa namna ambavyo Suleiman Matola amechagua timu yake, anatosha kuendelea kupinoa kikosi cha Msimbazi Simba kuelekea mchezo unaokuja mara baada ya mapumziko? Toka mchezo wa Mbeya City baada ya kocha Pentifu kuondoka, mimi binafsi nilikuwa wa mwisho sana kuamini kwamba Matola anapaswa kuwa kocha mkuu kwenye klabu ya Simba, lakini nilihitaji zaidi muda kuendelea kumtazama, na nikaamini kwenye mchezo wa Azam kama atakuwa na ile performance ambayo alikuwa nao kwenye michezo kadhaa ambayo amecheza, binafsi ningekuwa na hiyo nafasi ama lumu ya kuruhusu kwamba anastahili kuwa kocha mkuu. Lakini kwa namna ambavyo nimemtazama, bado ni kocha ambaye kwenye mechi kubwa si kocha ambaye ana ubora sana kwenye upande wa kimbinu. Kwa hiyo kwangu mimi kwa ufupi sana atoshi kuendelea kuwa kocha mkuu, hususan kwenye mechi kama hizi. Zina pressure, watu wanahitaji matokeo zaidi kuliko kitu kingine. Inawezekana akajikuta anafanya hata maamuzi ambayo sio. Tazama hata kikosi chake ambacho kilianza kwenye mchezo wa leo. Alianza na idadi kubwa ya viungo washambuliaji kwenye eneo la juu kule. Unamkosa Jean Chalea Wamba msimu uliopita ndo top scorer, lakini pia alikuwa na assist. Ukao unaona namna ambavyo alianza na Joshua Mutale, na nilitegemea zaidi second half mapema kabisa Joshua Mutale aweze kutoka, aweze kuingia hata mchezaji mwingine, lakini akashindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo tumi bado si kocha ambaye anastahili kuwa kocha wa kwanza, japokuwa hayo ni maoni yangu. Kama wataona anastahili basi ni sawa. Simba wanahitaji nini hivi sasa, kwa sababu umezungumza wachezaji wenye ubora wanao, shida ni moja tu, uongozi. Hebu zungumza nao tumalizie. Lugha moja kuanzia kwenye uongozi, technical bench na wachezaji, lakini kama kutakuwa na mgawanyiko, hao wachezaji ambao tunaona ni bora, dirisha dogo wataondoka wengi sana, alafu ambao kustahili hata kuondoka. Lakini kama watazimaliza tofauti zao aidha na wachezaji ama wao kwa wao, basi inawezekana Simba ikarudi kwenye ubora wake, kwa sababu nenda tu hata kwenye mchezaji mmoja mmoja. Uenda tena eneo la ushambuliaji la Young Africans, kuna Prince Dube ambaye amekuwa akimtumia kila mchezo, lakini Simba ana uwezo wa kwenda na mchezaji mwingine tofauti kwenye kila mchezo na bado akashinda, lakini ameshindwa kuwa mstari wa kwanza kwenye mechi zake.